Lakini kusema ukweli Peter Salasya ni fala. Hiyo sitadanganya. Mimi huambia mnafikiringi mimi ni mtiaji, lakini nawaambianga watu wa kukamu ni wa kukamu. Peter Salasya unajua amekuja Nairobi akaona madem, akaona maklab. Hizo ni vitu wako anaona huko Ocha. Peter Salasya ni fala because hii siasa ya ukabila sijui Luya, hiyo Peter Salasya angeachana nayo. Hata kama ni ile siku alienda study, angeact kama mtu machua. Akapigwa ni sawa. Yeye ni kijana, but hao watu walimpiga waliact kifedule. Yeye angeact kama mtu ana reason zaidi. Lakini hii siasa Peter Salasya anaanza ati Waluya, hiyo haiwezi. Na yeye nilimkataza asiende event ya Bahati. Bahati mbaya ni mtu wa swara. But hii kitu anataka kuzunguka nayo ati Waluya, hapana, sisi ni Gen Z. Na watu wengine wanamfuata ni mamillennial. Hawajui hiyo siasa ati utataka kuwa Luya sijui king. Hiyo imeisha. Hiyo ndo siasa Rigiji alianza nayo. Hiyo hatutaki hii siasa ati ya watu wa Luya ati mimi ndo mkubwa wa Luya, mimi ndo mkubwa wa Kamba, mimi ndo mkubwa wa Kikuyu, mimi ndo mkubwa wa Jaluo. Hiyo siasa hatutaki. Peter Salasya kama anataka kupiga siasa nzuri, yaseme apige siasa ya youth na siasa ya change. Lakini unazunguka Kenya ukituambia every time ati Luyas have been neglected, hiyo siasa ni ya wazae. Na mimi na repeat, mimi ni mtu nimekaa streets, nimehaso hii ground. Unakaaga na Wakamba, unakaa na Wasapre, unakaa na Wajaka. Gen Z na millennial hakunaga ati wewe ni wapi. Hiyo hakunaga. Hakunaga ati wewe ni Mkamba. Ati wewe umetoka wapi? Hakuna. Wale watu tukikaa nao tunachekanga wakiongea tunafurahi ni watu wa Mombasa. Juu wanaongea Kiswahili na tunasema wewe ni Mswahili. Wewe vipi? Mambo ya kishebedu. Lakini hii siasa Peter Salasya anataka kuzunguka nayo ati Luya Kingpin, hapana. Hiyo achane nayo asubuhi na mapema. Hiyo ni ufala ako nayo. Hatutaki mambo ya ukabila. Wewe piga kampeni yako na upige campaign based on vitu unasema utabadilisha, vitu utasaidia nayo youth. Mambo ya Wajaluo, mambo ya Waluya, mambo ya Wakamba, wachana nayo, wewe ni mtu mzima. Kama ulienda ukapigwa huko kwa stadium ulipigwa. Fikiria kama mtu mzima, be the bigger person. Sema wewe ulienda na hao watu walinipiga, story imeisha. Because already uko kwa kiti. Lakini wewe sasa umeanza siasa ingine ya utoto ya 1965 ya ukabila. Sisi tunataka kwenda mbele. Hatufai kukuwa na Luya Kingpin ama Mjaluo Kingpin ama king wa Sapre. Tunafaa tu kuwa na huyu ni msempoa. Unajua huyu ni msemfiti. Hivyo ndo life itaenda vizuri. Lakini ati mimi natoka kwa Waluya, mimi natoka kwa Wajaka, mimi natoka kwa Wasapre, mimi natoka Kisii. Hiyo ni ufala. Hii generation tunajaribu kumaliza hizo vitu. Tunataka tukue tunaenda hivi, sawa. Hii ndo mpango, tunafuata hii njia. Huyu mse mfiti, manifesto yake ni fiti. Huyu mse ana fight for youth, huyu mse ako na agenda poa, tunakufuata. Lakini si wewe ni Mkikuyu, ati wewe ni mlida wa Kikuyu, wewe ni leader hapa, na hiyo ni siasa ya ufala, which sikuwa na expect Peter Salasya apige siasa ya ufala. Watu walikuwa na expect ni hao zai. Peter Salasya anashangaa tu ameanza siasa ya ushebedu. Ati Kingpin Waluya, ati Luya people have been neglected by who? Peter Salasya, wewe hata umefikisha 40 years unaongelea vitu za ufala. Yaani kuonesha bangi vile ni mbaya. Peter Salasya ana concentrate. Mimi naambianga bangi ni mbaya na hizo mapombe. Because hata tukisema ukweli Peter Salasya sasa anajichocha, anataka kuwa president. Nani hiyo ni ana waste tu pesa. Ni ujinga tu bado anafanya. Hata nani ata elect Peter Salasya kama president? Tukisema tu kweli na hii agenda yako nayo. Tunajua tu, yani tukueni realistic. Hana ground. Unaona, atiendo candidate. Unajua, yani ni kitu ingine impossible. Anaharibu pesa badala Peter Salasya. Angeenjoy hiyo time yake ya MP, aendelee kufanya kazi huko kwao, agro pole pole. Atafute nyumba yake mzuri akae. Peter Salasya hata mimi sijuagi anaendanga club ya nini. Yaani Peter Salasya ni kama Vixen, wala kina Jomushiri. Kila saa kwa club tu ana dance, video za ulevi. Angekuwa hata kama wewe ni leader na unataka kupiga sherehe yako, chukua nyumba yako safi, weka kila kitu. Chukua drink yako, weka, piga polite.
mambo ya kipedeje. Yani mi nashanganga watu wengine, kwani uishiaje kifedule eh? Lakini ye lazima ajiende ajitangaze, yani aoneshe watu fedule yake, avute mafegi. Hizo ndo vitu zinamdanganya. Sahii anaweza kuwa president. Sasa hii ni mshahara ya MP anatudanganya eh? Si anatudanganya, alitudanganya, analipo 15k. Hii kampeni yote ina cost pesa mingi sana. Hii ni pesa ya CDF anakula hmm? Sasa tukiwa realistic, Peter Salasya hata gavana wa Nairobi haezi pata. Tukiachana na gavana wa Nairobi Peter Salasya, hata hapa MP Nairobi haezi pata. Sasa utapataje president kama MP tu hapa town, hapa tu Nairobi palituko MP hawezi pata, president utapataje? If you are just being honest. Unajua mimi naambianga, ukichafuta hizo mabangi unakuanga tu mtu akifedule, unafikiria kifalafala. Ukichafuta hizo matiretire, hai akili yako inafikirianga ni kama tu uko sijui nchi gani. Because tukiwa tu realistic, sijui wewe kijana ni matire zinamdanganya. Asa anazunguka tu Kenya, anaharibu gari, petroli, resources. Badala kijana ungekaa. Mimi nawaambiaga watu wanakuja hii town, wanakuja town na moto. Wadada. Na hata ukiangalia wale wasichana wanastua Peter Salasya ni hao placard girls. Anabebanga hizo maplacard. Si ati mademo ameifa. Anaona sasa wanamwambia huko juu, anaona huko juu. Because tukiwa tu realistic, nani anaweza patia Peter Salasya president? Sema tu kweli, nani anaweza mpatia president? Sio mnajua ni next to impossible. Ni following ile yako nayo ya Instagram. Na tweet na X na YouTube ndo inampatia kiburi. Na nilishamkataza na zile vitu kwanza. Sasa angekuwa hata ameacha pombe, ametulia, anafanya kazi yake kama MP. Una get? Angekuwa ameacha pombe, anatulia, kazi yake ya MP ndo anafanya. Because unajua unaweza kuwa MP lakini kwa ground hakuna mtu anakuheshimu. Si mnajua hiyo inaweza kuwa inafanyika. Wewe ni MP lakini hakuna mtu anakuheshimu. Watu wanakuangalia hivi kama joker because ya zile vitu wewe ufanya kwa internet, vitu unaoneshaga watu unafanya, because hiyo ndo kitu Peter Salasya hufanya. Yaani zile vitu wewe ufanya unamwangalianga hivi unasema sasa hii huyu mtu anafanya vitu gani? A big man like you. Si mnajua hiyo rege. My friend Peter Salasya, wachana na siasa ya Waluya. Piga siasa ya vijana, piga siasa ya change. Piga siasa ya hii century tuko. Number 2, wacha kuharibu pesa, unazunguka, unaharibu gari. Tulia, ufanye kazi yako kama MP, ugrow. Ugroweshe nini kari yako politically. Lakini hii mambo unafanya, wacha bangi na kudanganya kichwa. Hizi vitu unafanya hazi make sense kabisa. Hazi make sense, unapotea kabisa. Yaani ushaona ule mtu anapotea Peter ni wewe. Sasa mimi nashangaa tu unaitwa Peter na ule Peter wa Biblia hako amepotea hivyo sana. Hako amepotea hivyo sana. Alipotea kidogo alafu akarudia Yesu. Lakini wewe sijue ni Peter wa wapi.